Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasa ni chafu na wacha tuongee siasa. Mimi napongeza William Ruto kwa kuomba msamaha kwa watu wa Wajir, wa Agala Mashaka, wale bila waliuliwa wakati wa Moi. Hakuna president wowote aliomba msamaha kwa hiyo kisa ilitokea, kwa hiyo muuaji ilitokea Wajir. President Kibaki aliingia au kuomba msamaha. President Uhuru aliingia au kuomba msamaha. Tena kitu naongeza nao Ruto tena kupeleka maendeleo North Eastern, kwa sababu North Eastern ndio kweli tuongee. Tangu president zote tembee, hao wamewachwa nyuma hata kuliko watu wa Nyanza. Hao wamewachwa nyuma hata kuliko watu wa Western. Hao wamewachwa nyuma hata kuliko watu wa Coast, watu wa North Eastern. Hawajawahi ona barabara ya lami. Kutoka Mandera, hawajawahi ona barabara ya lami. Hawajawahi kuwa na mashule. Hawajawahi kuwa na mashule, hawajawahi kuwa na hospitali. Hawajawahi kuwa na maji. Na iko zingine ya kublame serikali kuu. Nyingi sana ni ya kublame serikali kuu kwa mashule, kwa hospitali na barabara. Hizo sana sana ni ya kublame serikali kuu. Kwa sababu kwa hizo president wote wamepita, ilikuwa bado pesa iko kwa serikali kuu. Hii 2013 juzi tu ndio sasa pesa imeanza kuingia kwa county. Hiyo muda yote pesa ilikuwa kwa serikali kuu, ambao hao wanafaa wablemiwe sana serikali kuu. Hata security inafaa blemiwe serikali kuu. Kuna eneo iko na security, kuna eneo iko na polisi wengi. Wakikuyu wengi ni polisi wengi na jeshi wengi hapa, lakini hawezi peleka North Eastern. Kama hawezi enda kulinda huko, basi Moria waandike polisi nyingi na majeshi wengi ili wapeleke border walinde kwao. Kwa sababu wengine pia wanaogopa hata walimu. North Eastern hata walimu hawana. Hata walimu hawana. Na hizo ni vitu ya serikali kuu, na serikali zote zimepita, tunafaa tu blame before tuweke lawama kwa MP, kwa CDF ambao wanapewa wakati ilianza wakati wa Kibaki. Kwa sababu unajua watu nasema tufanye hivi. Kila kitu lazima uanze na mwanzo wake. Kila kitu iko na mzizi. Kila kitu iko na msingi. Pale hiyo kitu ilianza. Na hiyo kitu ukitaka kumaliza lazima uanze na msingi. Lazima uanze na mzizi wake ndio umalize hiyo shida. Yes. North Eastern serikali zote wameblame. Kama serikali nyingi ambao wanatoka Kikuyu haisahau North Eastern. Walikuwa wanajenga tu ma-central. Na ma-central ni green. North Eastern hakuna hata serikali kuu yoyote alisawa ijenga ball huko. Hakuna serikali kuu imesawa ijenga ball kubwa pale. Niseme hii tumejengea community. Hii imejengea shule. Hii imejengea hospitali. Hii imejengea watu. Hii imejengea soko. Hakuna ball. Kutoka Kenyatta mpaka Ruto nao. Kutoka Mzee Jomo Kenyatta mpaka nao. Hakuna. Why? Kwa sababu wataki watu wengine waendelee. So Ruto akiomba msamaha na Ruto akipeleka maendeleo huko, shida iko wapi? Shida iko wapi? Kwa nini watu na debate negative? Hizo ndio kabila ambayo iko. Na watu nasema tukimaliza ukabila lazima tuanze na mwanzo. Nani ndio leta ukabila? Si ni Mzee Jomo Kenyatta ndio leta ukabila? Na tukitaka kumaliza ukabila tunafanya aje? Ni njia mbili tu. Kuoana au wazee wote warudi waongee tofauti yetu tuache. Yes. Kwa sababu kuna kabila zingine walichukua kiapo juu ya kabila zingine. Kuna kabila zingine wanachukua kabila zingine kwa sababu ya mila zao. Kuna kabila zingine wanachukua kabila zingine kwa sababu ya rangi zao. Kuna kabila zingine wanachukua kabila zingine kwa sababu ya viongozi wao, watu wa siasa. Kuna kabila zingine wanachukua kabila zingine kwa sababu ya maendeleo tofauti. Kuna kabila zingine wanachukua kabila zingine kwa sababu bila wamedhulumiwa na serikali ambazo zimepita. Kuna kabila zingine wanachukua kabila zingine kwa sababu bila maserikali yamepita hajapeleka maendeleo kwao. Yes. Watu wengine wanapewa opportunity ya kuchukua loan kwa mabank, lakini kabila zingine wanakataa wapei loan. Kuna makabila wanapewa loan. Mtu anauza dawa ya mende anapewa loan kwa bank. Mtu anauza mahindi choma anapewa loan kwa bank. Mtu anauza mahindi boil anapewa loan kwa bank.
Mtu anazunguka na sabuni kwa kichwa anapewa loan kwa bank. Mtu anauza chumvi Okas anapewa loan kwa bank. Lakini wewe enda huwezi pewa loan. Hizi ndio vitu imeleta Wakenya wanachukiana. Lakini William Ruto umefanya mzuri kuomba msamaha kwa wale ambao watoto wao iko sahihi wanasikia hizo kisa ilifanyika. Kama sisi tunajua hizo kisa zilifanyika. Nasikia ni vitu ambavyo ilifanyika 1980 something huko. Sisi hatukuwa umezaliwa. Almost 36 years or 40 years ago hatukuwa tumezaliwa. Ruto ameomba msamaha kwa hao mapresident walifanya hivyo. Na mtu bado anasema kwa nini Ruto analeta mambo ya ukabila? Watu wa kabila wanajua ni kina nani walianza ukabila. Hakuna kujificha hapa. Ukabila ilianza na Kenyatta. Na ukabila tungemaliza 2002. Kabila tena tungemaliza 2007. Walikuja wakalea ukabila 2002. 27 wakakula matunda ya ukabila. 2017 tutaendelea kukula matunda ya ukabila. Kwa sababu ule mtu alipandisha ukabila 19 ule president wa kwanza alipandisha ukabila. After kuwa Tom Mboya, hapo ndo alipandisha ukabila. Akakuja wakalea kabila. 2002 wakalea hiyo kabila. 2007 wakakula matunda ya kabila. 2017 bado tutakula tu hiyo matunda ya kabila.